kwa kutupa nafasi ya kutoa huduma na kupunguza kero ya wananchi katika eneo hili. Kampuni yetu iliombwa na wizara tusaidiane katika kuhakikisha kwamba tunatatua hii changamoto. Tulipokuwa tunaingia makubaliano mara ya mwanzo, tulitarajia kwamba tutafanya kazi kwa kutumia vivuko vinne, na tulianza kazi mwezi Januari mwaka huu 20 kwa siku, lakini tukaona mahitajio yanazidi kuongezeka. Kwa hiyo mpaka sasa tumekwisha ongeza vivuko vingine vinne. Kwa hiyo tuna jumla ya vivuko 8, na kwa siku tunavusha hata kwenye Marini Songoro wanatujengea. Kwa hiyo tutaongeza kivuko kingine ili wakati wa peak hours tuwe tuna vivuko vya kutosha kuhakikisha kwamba tunavusha abiria kwa ufanisi. Katika eneo hili vivuko vyetu kimoja kina uwezo wa abiria 250 kwa wakati mmoja. Kwa hiyo kwa kifupi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, hiyo ndiyo hali ya huduma. Sisi tunafanya huduma kwa kushirikiana na wenzetu wa TAMESA, na huduma inayotolewa hapa ni kwa kutumia mtandao, kwamba wananchi wanalipa kwa kutumia N-card ambayo ni taasisi yetu ya serikali, kuhakikisha kwamba tunahakikisha mapato yanapatikana. Kuhakikisha kwa niaba ya uongozi wa makampuni yetu ya Bakhresa, sisi tutaendelea kushirikiana na serikali na tuko tayari kwa kweli kupokea maelekezo yote kwa ajili ya kuendelea kutatua au kuboresha huduma katika eneo hili. Tunakukaribisha uone kwa jinsi gani tunavyohudumia. Kwa kawaida hizi kadi zikishalipiwa inakata pale kiwango kinachotumika kwa safari moja automatic, na mtumiaji anakuja kwenye geti hapa, scan kadi yake, geti litafunguka na ataingia katika eneo la kusubiri kuvuka kwa abiria. Na sisi hapa kwa upande wa Azam, abiria wanasubiri takriban baina ya dakika 3 mpaka 5, ndio hiyo average ya muda ambao wanasubiri. Karibu sana Mheshimiwa Waziri. Karibu. Mpe kadi hapo mwisho. Mpaka uchukue kadi. Fungua na hii. Fungua na hii. Mheshimiwa Waziri, hili ni eneo la kupumzikia abiria. Hawa ni abiria ambao bado hawajaingia. Sorry. TAMESA tafadhali. TAMESA, toa maelezo kwa Waziri Mkuu namna ambavyo huduma mnavyotoa hapa. Karibu. Mheshimiwa Waziri. Okay. Wananchi, Kigamboni oye! Kigamboni oye!
Ndugu wananchi, naomba tusikilizane kidogo tu. Leo tumepata ugeni mkubwa wa Mheshimiwa Waziri wetu Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Mwigulu Lameck Nchemba. Katika ziara hii yeye ameambatana na mawaziri wawili. Ni waziri wa ujenzi anaitwa mmoja ni waziri wetu wa ujenzi anaitwa, mnamfahamu waziri wa ujenzi? Haya, anaitwa Ulega, atapata nafasi. Na mwingine ni waziri wetu wa ofisi ya nchi, ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI, anaitwa Profesa Shemdoe. Baada ya hapo kuna viongozi wa wilaya, wapo wakuu wa wilaya, wote tumeongozana tuko hapa. Kwa baada ya kusema haya, naomba Kigamboni hoye. Haya, naomba nimkaribishe waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI, Mheshimiwa Profesa Shemdoe, ili aweze kuwasalimia na kuendelea na ratiba nyingine. Naomba Mheshimiwa Waziri nikukaribishe. Karibu sana. Kigamboni hoye! Kigamboni hoye! Dar es Salaam hoye! Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, waheshimiwa sana wananchi, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu sana hapa feri upande huu wa Kigamboni, ambapo abiria wanatoka huku kuelekea upande ule mwingine wa jiji la Dar es Salaam. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi kama ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI tuna watu, na watu wenyewe ndio hawa, na uwepo wa watu hawa ndio uwepo wa vivuko vyetu hapa ambavyo vinatuvusha, kwa sababu bila abiria vivuko hivi haviwezi kufanya kazi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi tukukaribishe sana hapa, na maelezo mengine atayatoa Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi ambaye ni waziri wa sekta hii, waziri wa uchukuzi ambaye ni waziri wa sekta hii. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi nimkaribishe tu hapa waziri wa ujenzi ili aweze kuendelea na mambo ya kisekta. Karibu sana. Kigamboni hoye! Mama Samia hoye! Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, na ndugu viongozi wote, wananchi wa Kigamboni, mabibi na mabwana, naomba Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu, na mbili, naomba nitumie fursa hii kukaribisha sana hapa Kigamboni kwenye kivuko chetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, maelezo ya kitaalamu kutoka kwa kaimu mtendaji mkuu wa wakala wetu TEMESA ambaye ndiye anayesimamia vivuko umekwisha kuyapata na kuyasikia. Ni ukweli kwamba huduma ya vivuko ni huduma muhimu sana
na wananchi wa Kigamboni ndio tegemeo lao kubwa. Vivuko hapa vinavyoendeshwa na sisi serikali, lakini pia vile vile kwa maelekezo ya kuhakikisha tunapunguza changamoto inayowapata wananchi wanaokwenda kutafuta huduma mbalimbali, ikiwa ni pamoja na wanaokwenda kupata huduma za afya mahospitalini, wanaokwenda kujitafutia riziki kwa maana masokoni, na wanaokwenda makazini na maofisini. Serikali ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ilituelekeza ya kwamba tuhakikishe tunafanya kazi hii kwa ubia pia na makampuni binafsi, ili kusudi tuweze kutoa huduma iliyo bora zaidi. Na tunashukuru kampuni la Bakhresa lilituunga mkono, likaja kuungana nasi serikali kuifanya kazi hii kwa pamoja, na kwa hakika mara baada ya kampuni hili kuingia limesaidia sana wananchi kuwa na uamuzi. Mwenye uwezo wa shilingi 500 anakwenda katika kivuko cha mwekezaji moja kwa moja na kuokoa muda wake, lakini mwenye shilingi 200 anasubiri kivuko cha serikali, anaingia na anakwenda katika shughuli zake. Mheshimiwa Waziri Mkuu, TEMESA kwa muda mrefu imekuwa na kasoro kadha wa kadha za kiutendaji, lakini vile vile tulibaini kuwa na kasoro za kinidhamu. Kwa hivyo tuliunda tume ya kiserikali ya kukagua juu ya mwenendo wa kitendaji wa shirika letu la TEMESA. Fedha zinazopatikana zinakwenda wapi, utendaji wa vivuko vyetu upoje, na mengine kadha wa kadha. Naomba nitumie fursa hii kuishukuru sana ofisi yako, wewe mwenyewe na watendaji, ambapo mlitusaidia sana kupata timu ya watu waadilifu waliofanya ukaguzi na kubaini ubadhirifu mkubwa uliokuwa unaendelea katika shirika letu hili. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nilikuja hapa mwanzoni mwa mwezi huu nikafanya ukaguzi na viongozi wenzetu wa mkoa huu wa Dar es Salaam, na hata viongozi wawakilishi wa wananchi kwa maana Mheshimiwa mbunge na madiwani, na baadaye tukachukua hatua ya kumsimamisha mtendaji mkuu wa TEMESA, na baadaye tukasimamisha na timu yote ya management ya TEMESA. Na hata hivyo sasa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, taratibu za kiutumishi zinaendelea ili watendaji hawa waweze kuchukuliwa hatua za kisheria itakapobainika kabisa ya kwamba watendaji hawa ni wabadhirifu na wametumia vibaya madaraka yao ambayo wamepewa na serikali. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi tuko tayari sasa kukukaribisha kupokea maelekezo kadiri inavyowezekana, kwa sababu tunafahamu nia ya serikali ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ni kuhakikisha kwamba wananchi wanapata huduma bora wakati wote. Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu sana. Kigamboni oye! Haya, na ninyi huku oye! Mheshimiwa Waziri wetu wa Ujenzi, ndugu yangu Abdalla Ulega, Mheshimiwa Waziri wetu wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, ndugu yangu TAMISEMI, ndugu yangu Profesa Shemdoe, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kamati zetu za ulinzi na usalama, mwakilishi wa Chama cha Mapinduzi na kuona ndugu yangu Gaddafi, viongozi wote wa serikali mlioko hapa, nikitambua uwepo wa uwakilishi wa sekta binafsi kutoka kwa
wenzetu wa Azam, Mheshimiwa diwani, mstahiki meya na sisi wananchi wote. Nimepita hapa ziara ya kawaida kuja kujionea shughuli ya ufanyaji kazi wa vivuko vyetu hapa, na nimeona hali halisi, na kama nilivyotangulia kusema pale mbele, nianze kwanza kwa kuwapatia salamu kutoka kwa viongozi wetu wakuu. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan anawasalimia sana. Nilimwaga jana kwamba leo nitakuwa hapa. Anawasalimia sana na anawapongeza sana kwa kazi kubwa mnayofanya. Lakini kadhalika mpokee salamu za Mheshimiwa Makamu wa Rais, anawasalimia sana na yeye yuko katika majukumu mengine ya kumsaidia Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Waziri, kwanza nimepokea briefing ya jinsi kazi ambavyo inafanyika hapa, pamoja na changamoto zinazojitokeza ambazo zinawapa kero wananchi wa Kigamboni punde zinapojitokeza. Niwapongeze wenzetu wa sekta binafsi kwa sababu kuja kwao kumepunguza ukubwa wa tatizo. Hongereni sana, mmefanya kazi nzuri kwa kupunguza ukubwa wa tatizo. Lakini hata hivyo tumeona changamoto zinazojitokeza hapa katika kivuko chetu. Kumekuwepo na uharibifu wa mara kwa mara wa hivi vivuko, na hii ndio ambayo inaleta shida kwa watu wetu. Nimeona na kaimu mtendaji mkuu umeongelea kuhusu mahitaji ya malipo ili hivi vivuko viweze kuanza kufanya kazi. Mheshimiwa Waziri, wasiliana na Wizara ya Fedha watoe kwa haraka fedha hii ambayo inatakiwa ili vivuko hivyo vikamilike viweze kurudi kuja kufanya kazi hapa. Ni takriban dola milioni 2 kwa dola milioni 1 na sehemu hivi, kama milioni 3 na sehemu hivi, ambayo itafanya kile ambacho kimeshafika 81% kikamilike haraka na kije kuja kufanya kazi hapa. Wasiliana mapema, ikiwezekana ndani ya mwezi mmoja wao wamekamilisha matengenezo. Nina uhakika wenzetu wa Wizara ya Fedha, kwa sababu jambo hili wanalijua, wataharakisha malipo hayo. Punde fedha zitakapokuwa zimetoka, uharakishe wanaotengeneza waweze kutengeneza kwa haraka ili kiweze kukamilika, kivuko hicho kiweze kurudi haraka kuja kusaidia wananchi wetu. Simamieni kitengenezwe haraka kile ambacho kiko 81%. Lakini pia uunganishe na ile takriban milioni 800 ili hiki kingine pia ambacho kinaendelea kutengenezwa ambacho kiko takriban nimesema karibu 30, na chenyewe kisikwame. Mtiririko wa malipo ya matengenezo uendelee ili na chenyewe kikamilike kwa wakati, kije kusaidia kupunguza ama kumaliza tatizo hili la vivuko hapa. Kwa wakati huu ambapo tunapata hiyo shida, endelee kushirikisha, kwa sababu nilielezewa kwamba pana shida ya hivi ambavyo vinapatikana, pana shida ya nauli iko juu kuliko vile ambavyo walikuwa wanatumia wananchi. Mkae na wenzetu katika muda huu ambapo vile vivuko havijaja, mliangalie hilo kwa jicho ambalo litatoa unafuu kwa watu wetu waweze kutumia vivuko bila kupata shida. Kwa kaeni mpate hilo pendekezo ili muone namna nzuri ambayo italisaidia taifa, itasaidia wananchi wetu wa Kigamboni bila kuathiri
mpango kazi wa wenzetu wa kutoka sekta binafsi. Mheshimiwa Waziri, ni dhahiri kama ambavyo umesema, na mimi nikupongeze sana kwamba ulivyoapishwa tu, ziara zako za mwanzoni ulikuja kujionea hali ya ufanyaji kazi wa kivuko hapo. Nikupongeze sana, umefanya vizuri, na nipongeze hatua ambazo umeshazichukua, ni hatua nzuri. Pamekwepo na matumizi mabaya ya madaraka na matumizi mabaya ya fedha, na pengine ndio maana tunapata shida hii ya vivuko kuharibika. Kwa kudaiwa milioni 800 kivuko kimekwama, tunadaiwa milioni 800. Lakini kwenye taarifa ya upotevu wa fedha, watumishi wa TEMESA wamekwapua bilioni 2.5. Maana yake fedha hii kama ingekuwa imetumika vizuri, kivuko hiki kingekuwa kinafanya kazi. Bilioni 2.59. Deni hili kivuko kifanya kazi milioni 800. Tumekosa milioni 800, alafu tuliowapa dhamana wamekuapua bilioni 2.5. Haya ndiyo mambo yanayosababisha huduma iwe mbovu, kwamba wananchi wetu tunawatoza nauli kubwa, alafu hawa wamegawana bilioni 2.5. Na Mheshimiwa Waziri, uchukue hatua kubwa zaidi. Tafuta mtu, hata hivi vivuko vinavyoharibika, tafuta mtu wa kuchunguza. Zipo taarifa zingine kwamba hivi vivuko pia vinatengenezewa mazingira ya kuharibika ili watu wapige dili kule kwenye matengenezo. Ukichukua interval, ukichukua muda vinavyoharibika na hayo matengenezo, nani wanahakikisha hayo matengenezo kwamba yametengenezwa kwa kiwango? Na kwa watu wenye tabia huruka ya kuiba namna hii, wanaweza wakachomoa hata vyuma wakavitanguliza kule kwa fundi ili wapate fedha ile ya matengenezo. Tusipoangalia, tutatengeneza vivuko kwa bei kubwa kuliko bei ya kutengeneza kivuko kipya kama hivi ambavyo wenzetu wanatengeneza. Haya ni mambo yasiyokubalika na ni mambo yanayoudhi. Na kwa kuwa mlishatengeneza timu ya wataalamu, tena wataalamu kutoka kwenye taasisi zinazoheshimika, mjumbe kutoka ofisi ya Rais, mjumbe kutoka ofisi ya Waziri Mkuu, mjumbe kutoka Wizara ya Fedha, mjumbe kutoka Wizara ya Ujenzi, mjumbe kutoka ofisi ya Mwanasheria Mkuu, mjumbe kutoka ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali, mjumbe kutoka Usalama wa Serikali, mjumbe kutoka TAKUKURU, taasisi yetu ya kupambana na rushwa, mjumbe kutoka Mamlaka ya Udhibiti wa Ununuzi wa Umma, kitengo cha kutakatisha fedha na Mamlaka ya Serikali Mtandao. Hawa ndio waliokagua wakakuta hawa wamekuapua bilioni 2.5. Sasa kwa hatua hii mnataka tuchunguze kipi kingine hapo? Hapa tuchunguze kipi kingine hapo? TAKUKURU alikuwepo, wa utakatishaji fedha alikuwepo, wa utumishi wa umma alikuwepo, wa ofisi ya Rais alikuwepo, wa usalama na udhibiti alikuwepo, wa CAG alikuwepo. Hapa tuchunguze kipi? Hii ya uchunguzi juu ya uchunguzi ndio inaowapa kiburi wezi wanaendelea kuiba. Hawa wafukuzwe kazi na wakamatwe wapelekwe mahakamani.
Mheshimiwa waziri wanakoangukia, mwelekeze katibu mkuu awafukuze kazi mara moja na vyombo vinavyohusika viwapeleke kwenye mkono wa sheria. Uchunguzi uliofanyika kupitia timu uliounda, Mheshimiwa Waziri, na nikupongeze sana, una wajumbe wote wanaotakiwa kuchunguza, wote. Timu ya kuchunguza imechunguza. Wafike kwenye mkono wa sheria. Na mimi niwaambieni, nimesema na naendelea kurudia kusema, haya mambo ya watu kutokuheshimu fedha ya umma, kutokuwa na huruma na Watanzania, kama hao wanaopewa hiyo dhamana hawajirekebishi, sisi lazima tuwarekebishe, na njia ya kuwarekebisha hawa Watanzania wanaolipa nauli hapa. Wapo ambao anakuwa na mtoto mdogo anashindwa kumnunulia hata kitumbua ili alipe nauli hapa. Wapo anaenda kuuza samaki pale, anakaa siku nzima, anashindwa kumnunulia mtoto hata andazi. Mtoto mdogo anashindwa kumnunulia mtoto wake mdogo hata andazi, anabakiza nauli alipe hapa. Then hawa ambao wanalipwa mishahara kila mwezi wanakaa wanagawana bilioni 2.5. Kivuko kipya ni shilingi ngapi? Kwa kama hichi cha kwetu cha watu 250 unaweza ukakipata kwa bilioni takriban kama ni dola 2.5 hivi unakipata kimoja. Dola 2.5? Naam. Unamaanisha dola 2.5? Inategemea na size, Mheshimiwa Waziri, lakini kama vidogo hivi vya 250 haifiki hapo, kwa sababu vivuko vyote hivi vinane si kama bilioni 4 na kidogo hivi. Ni kama bilioni 4. Yes. Hawa wamegawana vivuko viwili. Na hapo ujichunguze, hujakamilika, labda ingefika bilioni 4 hiyo. Wamegawana vivuko wao wenyewe peke yao, wameiba nauli na vivuko. Haya ndio mambo ambayo rais yanamuudhi, na haya ndio mambo ambayo ameelekeza lazima tuyakomeshe ndani ya serikali. Na njia ya kuwakomesha watumishi wote wanaobainika na inathibitika kwamba wamefanya vitu vya aina hiyo, wala wasihamishwe wala wasisimamishwe kazi, wafukuzwe na wafikishwe mahakamani. Tanzania hatuna uhaba wa vijana wa kuweza kufanya kazi kwa uadilifu. Na taasisi zinazohusika wanajua taratibu hizi tunaweza kufanya hiyo kazi. Wale wanaosababisha hasara kwa serikali, lazima hiyo hasara na yenyewe fedha hiyo irudi serikalini. Jambo la mwisho nikiwa naelekea kumalizia, Mheshimiwa Waziri, tumeona wenzetu wa sekta binafsi ambavyo wameweza kuwa mbadala, wametoa suluhisho mbadala la kupunguza tatizo hili. Ulinielezea vizuri kwamba mko kwenye hatua ya kuwaruhusu, wameleta maombi mengine
ya kutaka kuongeza vivuko vingine vikiwemo vivuko vya abiria na vivuko vya magari. Waruhusuni haraka, wapeni ruhusa hiyo haraka, waendelee kutengeneza hivyo vivuko. Maji yapo, abiria wapo, magari yapo. Sasa hii inachukuaje muda mrefu watu kupewa ruhusa? Haya ndo, Mheshimiwa Waziri, hayo ndo mazingira ya watu wanayotengenezaga ubosi ili wapate rushwa, kwamba wanaendelea kuangalia, unaangalia kitu gani? Abiria wapo, magari yapo, maji yapo pale ya kuvuka. Na huyo anayetaka kununua ananunua yeye mwenyewe. Hili linachukuaje wiki nzima ruhusa haijatoka? Waambie wataalamu wako watoe, waambie Waziri Mkuu ameshatoa ruhusa, hao wataalamu waandikie barua. Ruhusa imeshatoka, waandikie barua. Walete hicho kivuko cha mizigo, walete hivyo vya magari. Watu wasisubiriane hapa. Ndio. Na hawa watu wa sekta binafsi, hata wakitaka kujenga daraja linalofunguka meli kubwa zikipita, mnawazuia wa nini? Si hela yao kama wanayo. Waruhusuni waje waweke hivyo vivuko vya magari, waweke vya mizigo, waweke na hivyo vivuko vingine. Waambie wataalamu, Waziri Mkuu ameshatoa ruhusa hiyo. Wao waandikie barua mara moja, wawape hiyo ruhusa ya kuendelea. Wawape hiyo barua ya waendelee na taratibu hizo. Ndugu zangu, katika salamu nilizoona niwafikishie, Mheshimiwa Rais alinituma niwahakikishie, maana najua hapa naongea na wananchi wa Kigamboni na wananchi wa ng'ambo hii nyingine ya huku Kinondoni na huku Ilala. Mheshimiwa Rais alinituma niwahakikishie yale mambo aliyowaahidi wakati wa kampeni yanakwenda kutekelezwa, na mengine yameshaanza kutekelezwa. Yale aliyosema yaanze kutekelezwa ndani ya siku 100 yameshaanza utekelezaji wake. Kati ya mambo ambayo alisema yatekelezwe ndani ya siku 100 yalikuwepo yale yanayohusisha sekta ya afya na ya elimu na ile ya vijana. Kwenye elimu, baada ya kujenga shule nyingi za msingi na sekondari na madarasa takriban 1079, shule za sekondari karibu 1300, shule za sekondari shule za msingi karibu 2700. Mheshimiwa Rais alisema ndani ya siku 100 walimu waajiriwe, na hivi tunavyoongea walimu 7,000 tayari wameshafanyiwa usaili, na Januari 10 wanaripoti kwa ajili ya kuanza kufundisha madarasani, wakiwepo shule zetu za Kigamboni, wakiwepo walimu wa sayansi. Alisema wataajiriwa madaktari, watumishi wa sekta ya afya 5,000 ndani ya siku 100. Hivi tunavyoongea tayari watumishi wa afya wapatao 5,000 tayari wameshafanywa usaili mikoa yote ya nchi yetu. Hata hapa Dar es Salaam usaili umefanyika, na ifikapo Januari 10 watumishi wa afya 5,000 wataripoti kwenye vituo vyetu vya afya, ambapo katika miaka 4 iliyopita Mheshimiwa Rais akajenga hospitali mpya 119, vituo vya afya 649, zahanati 2,700 na hospitali za rufaa na za mikoa kwenye mikoa ambayo haikuwa na hospitali za mikoa. Hili limeshaanza kufanyika ndani ya siku 100 kama alivyoahidi. Lakini pia akaelekeza watu wasikataliwe kuchukua miili yao mpendwa wanapotangulia, hata kama hawajamaliza masuala ya malipo.
na nitumie jukwaa hili kuendelea kusisitiza maagizo hayo yaendelee kutekelezwa. Kama mpendwa wetu ameitwa mbele ya haki, watu wasing'ang'aniwe, wasizuiliwe kuchukua mwili, waendelee na taratibu za kumpumzisha. Na tumesema pia watu wasizuiliwe matibabu kwa sababu alipofika bado hajalipia. Mtu kama amefika ana dharura, aende moja kwa moja kwenye matibabu. Mambo ya kuandikisha atamfuata akiwa pale kwenye matibabu, anaendelea na matibabu. Mama mjamzito akifika hospitalini amepatwa na uchungu, asisubirishwe kwenye mapokezi wala kwenye maelezo wala sijui beseni sijui ndo, aende moja kwa moja kwenye matibabu. Mambo mengine yatamfuata huduma ikiwa inaendelea. Haya yalielekezwa, na mimi ndo mfuatiliaji na mimi ndo msimamizi wa shughuli za serikali, na hilo litaendelea kufanywa kazi. Kigamboni oye! Lakini pia zitakuja bilioni 200 kwa ajili ya vijana, akina mama pamoja na makundi maalum, na hasa wale wanaoanzisha shughuli na wale ambao wako kwenye shughuli hizo ambazo zinaangukia kwenye haya makundi. Wajivya hiyo. Na mimi nimetumwa niwahakikishie kwamba hiyo fedha ipo tayari, hiyo bilioni 200 kwa ajili ya haya makundi. Rai yangu kwenu viongozi wa mikoa na wilaya, ni lazima, nilisema na kule Dodoma, ni lazima tuheshimu hizi shughuli ambazo wananchi wetu wanazifanya. Nilipita pale Dodoma nikakuta wale wa pale wa jiji wameenda wakamkuta kijana mmoja, wakachukua bidhaa zake zote mpaka toroli. Niliwapa masaa 24 warudishe, na wasingerudisha nilisema wakamatwe kama wezi wengine. Lazima tuheshimu biashara za watu. Ndio, hatuwezi kupigana na umaskini kama hatutaheshimu biashara, kama hatutaheshimu mitaji ya watu. Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI upo, endelea kuwaelekeza na kuwasisitizia watu wetu wa majiji na manispaa. Na sasa hivi tunatarajia tutakapokutana bunge linalokuja, serikali itaenda kufanya marejeo ili majiji na manispaa wawe na fungu litakalofanya kazi ya kujenga masoko. Kuna baadhi ya maeneo masoko yetu mvua ikinyesha inageuka kama zizi. Baya kabisa. Mheshimiwa Rais ameelekeza yatakuwepo mafungu kwenye majiji na manispaa ili mazingira wanapofanyia shughuli vijana wetu, wanapofanyia shughuli mama zetu, wanapofanyia shughuli kwenye makundi maalum, yawe nadhifu, yanayolinda utu wa Mtanzania. Hii na yenyewe itakwenda kufanyika. Mikoa yote endeleeni kubainisha maeneo ambayo yatatakiwa kupata miundombinu ya aina hii. Kigamboni oye! Rai yangu kwenu ni moja tu. Ili haya mambo yote yaweze kutekelezeka, ni lazima tuendelee kudumisha amani ya nchi yetu. Lazima tuendelee kudumisha amani ya nchi yetu. Wale wanaotaka kuvuruga amani ya nchi yetu, wakataeni. Wale wanaotaka kufanya ukibaraka, wanataka wauze nchi yetu ili wao wanufaike, wakataeni. Hivi vitu vyote vinavyotajwa ni visingizio, kataeni. Ndio, kwa sababu mnufaika wa kwanza wa amani ni wewe Mtanzania mwenyewe. Inapokuwepo amani Kigamboni, mnufaika wa kwanza ni wewe mwana Kigamboni mwenyewe. Anapotokea mtu yeye sijui yuko nchi gani kule, yeye sijui yuko wapi kule, yeye sijui yuko wapi kule, akakudanganya uvuruge amani yako, ni kwa sababu yeye sio mnufaika wa hiyo amani.
ni kwa sababu pakivurugika pakawa na fujo, madhara yale yeye hayampati. Tuliwahi kuambiwa kwenye nchi moja ilitokea vita pale, mama mmoja akiwa anadhani amebeba mtoto wake, alikuwa na watoto mapacha, akiwa anadhani amebeba mtoto wake, kumbe kabeba katoto kambwa. Vita si jambo la kuombea. Ameenda mbali ndo anakumbuka kwamba kumbe alibeba mtoto mmoja na kambwa kamoja. Mtoto alimwacha pale pale. Vita si jambo la kuombea. Hawa wanaochochea, fuatilieni wao wako wapi? Fuatilieni wao wako wapi? Wanakuambia tu kwenye mtandao, tukutane mahali fulani, utadhania yupo. Yeye na watoto wake na ndugu zake hawapo. Anajua ninyi hapa mtakapouana, yeye na ndugu zake wote hawapo. Akufanyia biashara maisha yenu. Anataka kufanyia ukibaraka rasilimali zetu. Tatizo liwe la ajira, tatizo liwe la kupambana na umaskini, hayawezi kuondolewa kwa vita. Yataondolewa kwa program za maendeleo. Yataondolewa kwa program za maendeleo. Na mambo ya maendeleo hayaishagi siku moja. Nchi yetu ina miaka 60 na ya uhuru. Kuna mataifa makubwa yana miaka 200 ya uhuru na bado wanafanya shughuli za maendeleo. Sisi hapa tuna rais wa 6. Kuna nchi zina rais wa 50. Na bado wale marais wako busy wanafanya shughuli za maendeleo. Shughuli za maendeleo haziishi siku moja. Kwa sababu hata hapa Dar es Salaam, hata hapa Kigamboni, hata hapa Dar es Salaam ambapo ni mjini, hauwezi ukasema umeshamaliza shughuli ya kuweka umeme. Nyumba mpya zinaendelea kujengwa. Na hiyo ndio maendeleo. Hivyo tumepata shida ya maji hapa Dar es Salaam. Moja, idadi ya watu imeendelea kuongezeka. 2, mwaka huu pametokea shida ya mvua za mwezi wa 10 mpaka 12 za vuli kuchelewa. Lakini serikali haijakaa tu. Serikali sasa hivi inajenga bwawa la Kidunda. Serikali hii ya awamu ya 6 kwa kutambua kwamba yamekuwepo yakitokea mazingira ya aina hii, inaendelea kujenga bwawa. Linaelekea takriban 50%, bwawa ambalo litakuwa linaweka maji ya akiba takriban lita milioni 180 milioni 100, ambayo itakuwa inatoa jawabu la kudumu yanapotokea matatizo ya aina hii. Serikali haijalala. Ndio, serikali haijalala. Wale wanaopenda kuorodhesha matatizo wasioneshe ubingwa kuorodhesha matatizo. Matatizo tunayajua. Hakuna Mtanzania asiyeyajua matatizo ya Tanzania, tunayajua. Waoneshe umwamba kwa kuorodhesha masuluhisho ya matatizo. Serikali imeendelea kuchukua hatua kwenye kila tatizo. Tulikuwa na shida ya umeme katika, upungufu wa umeme, mgao wa umeme, sijui kukodi mitambo. Kuanzia serikali ya awamu ya 5, Rais Magufuli akaelekeza bwawa lijengwe likiwa liko asilimia 27. Rais Samia akasema miradi hiyo itaendelea. Hivi tunavyoongea bwawa lile zaidi ya trilioni 6.5 zimetumika, limekamilika 100%. Na wale wanaowazia ubaya Tanzania yetu, wanaowazia ubaya nchi yetu, walikuwa wanawaza wakalipue na lile bwawa. Fedha ya Watanzania mliojibana na wale wengine kule kwa sababu hawakutaka bwawa lijengwe, Rais Magufuli akasema litajengwa. Walikuwa wanasema hatutalijenga, likajengwa. Walikuwa wanataka na kule wakalipue. Wanataka ninyi hapa muishi kwa shida. Wao wako kwenye huko bwana zao wanaowatuma. Hayo tuyakatae.
Alipomaliza bwawa Rais Samia, ameanza bwawa la Kidunda na linakaribia takriban 50% hivi. Mpaka ifikapo mwezi wa 10 mwaka kesho inawezekana likawa limekamilika, ambalo litakuwa mbadala wa nyakati kama hizi, ili watu wasipate shida kama hii ambayo wameipata ya maji. Kwa serikali sio kwamba imekaa tu. Ndani ya miaka 4 bwawa limeshafika 50% hii. Maana yake nini? Serikali inalijua tatizo na imetafuta suluhisho lake la kudumu. Kwa hiyo niliona niwaelezee, na sasa hivi napanga kesho kutwa nitaenda mpaka kwenye vyanzo kule Morogoro kuendelea kuangalia hali tulionayo, kukagua na yale na ujenzi ili kuharakisha uweze kukamilika haraka. Serikali inaendelea kufanyia kazi yale yanayoleta kero kwa Watanzania. Kigamboni oye! Kwa hiyo mimi niwashukuru kwa sababu tuko eneo la usafiri na kuna wengine wanasafiri. Niwatakie kila laheri, niwatakie Krismasi njema, na Mungu anatupenda Tanzania. Tuna mashirikiano mazuri ya dini zote ikifika Krismasi, na watoto wa Kiislamu na wenyewe wanaomba nguo mpya. Ikifika mwezi wa Ramadhani, mwezi mtukufu, mimi mwenyewe huwa nina kanzu yangu, na siku nyingine nikienda nakaribishwa nifuturu kabla hata ya wale waliofunga. Kwa hiyo niwatakie kila laheri wale ambao wanaenda kwenye Krismasi hapo kesho kutwa, na kila laheri ya mwaka mpya. Asanteni sana, na kama kuna mtu ana jambo la haraka sana, hebu sogea bwana. Chukua watu 2 watatu kwenye jambo la haraka sana, tusiondoke. Serikali ya Mama Samia ndio iko hapa, tusiondoke bila kusikiliza. Sogea. Wapisheni kidogo wapite. Babu njoo. Sogea huko, pita huko. Piteni upande huko na Mheshimiwa mkuu wa mkoa waone. Sogea na wewe. Tafuta sehemu ya kupitia hapo. Na mama yetu sogea na wewe hapo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakushukuru kwa maneno yako mazuri na yenye kutupa hiba na maendeleo ya Kigamboni kwa kuturahisishia usafiri. Lakini mimi niko hapa Alhaji Hussein kwa niaba ya wazee wa Kigamboni. Tunamshukuru Azam kwa utendaji wake wa kazi. Hatunyanyasi wala hatudharau. Tunamshukuru sana, na tunafikisha ujumbe huu wazee wa Kigamboni kwa kumshukuru kwa kiasi anachotubeba. Pia tunashukuru serikali kwa kivuko kikubwa, huwa tunapita bure. Kwa haya machache nitakayozungumza kwa niaba ya wazee wa Kigamboni, tunakushukuru Waziri Mkuu, tusaidie na tusaidie zaidi ili usafiri uwe rahisi, sisi wazee na wafanyakazi wa serikali. Asante. Haya, asante sana mzee wetu. Na serikali ya Dkt. Samia Suluhu Hassan ilitoa trilioni 2.17 kumaliza tatizo la wazee, pensheni za wazee ambao walishahangaika nayo kwa miaka mingi. Nakushukuru sana, na mzee umesema hapo, na wale wengine ambao mambo yao bado wataendelea kushughulikiwa. Asante sana mzee. Mzee alikuwa na shukrani. Tanzania oye! Oye! Asante sana Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba. Kwanza nanukuu kauli yako bungeni, ulianza kuzungumza usema kwamba umekuja na lato na koleo na panga. Mimi Mheshimiwa Waziri Mkuu nikuongezee, chukua na kiberiti na changamoto 3 juu ya Kigamboni. Mheshimiwa, sisi hatupingi mwekezaji ndugu yetu Balesa,
Changamoto yetu ya kwanza, wanafunzi wetu wanapovuka kwenda mashuleni hawapokee, kwa sababu kule asubuhi siku za shule wanafunzi Mwigulu hawapokelewi. Ni kama wamekudanganya. Sisi tunakuambia kweli, sisi ni wazazi wa Kigamboni, tunategemea kivuko chetu. Cha pili, mwekezaji tunamuunga mkono. Umesema ya kwamba akileta pantoni jingine la keye binafsi, hatukatai. Lengo la wakazi wa Kigamboni, tunahitaji huduma kwa haraka. Tunahitaji nauli yetu ya shilingi 200 isiondoke. La mwisho, na tunahitaji kipindi hiki, kivuko chetu hiki, mheshimiwa, kuna uhaba wa usafirishaji hapa. Juzi tu kivuko kijavusha abiria hapa, tumwambia kimeharibika. Kusema naweza kuzuiwa, lakini kuishi na kuishi pengine kama ulivyosema, pengine labda waweza kufanya huduma ili wafanye biashara. Huu ndio kweli. Na Watanzania wenzangu, naombeni tujengeni dhana ya kuzungumza kweli. Serikali inapokuja, lengo tusaidie. Na mshukuru rafiki yangu huyu hapa, usiku na mchana kwa barabarani huko, lakini sometimes watu hawa wanakuwa hajui, wanaongopewa, wanapitishwa. Huyu bwana kama kuchana kweli, tunaomba kivuko chetu, na hapa tupewe kivuko angalau viki kipindi hiki cha mpito. Maana tuna Magogoni, tuna Kigamboni, tuna Mvikazi. Sasa na Mvikazi na Suasua, tupewe kivuko angalau kwa Magogoni vile tu mheshimiwa. Usiku Kariakoo tunatoka saa 4, ukifika unaambia kivuko hakuna, 500 sina, na ufikaje? Na kushukuru sana Mheshimiwa Waziri, kaa na wenzetu. Jambo la wanafunzi ni jambo sensitive. Watoto wadogo ni watoto wetu sote. Kwa hiyo hilo mliweke vizuri kabisa, pasiwepo na wanafunzi kukataliwa. Hivyo na kama pana mgonjwa anawaishwa hospitali yetu ya rufaa ya Muhimbili huko, na lenyewe pasiwe na usumbufu wa aina yoyote. Mama mjamzito, hilo na lenyewe pasiwe na usumbufu wa aina yoyote. Kwa hiyo kaeni na mwaelekeze wale wanaokuwepo hapa kwenye vivuko. Lakini lile lingine alilolisemea la upatikanaji wa vivuko, nimeshasema pale mwanzo kwamba inawezekana ikawepo janja hapa. Kwa hiyo hii tumeshakubaliana, Mheshimiwa Waziri atasimamia, vivuko vitatengenezwa. Vikishatengenezwa tutakuwa tunafuatilia kwa ukaribu ili isije ikawepo hiyo janja kama ambavyo amesema. Na mimi nilishapewa hiyo taarifa kwamba upo uwezekano watu wanafanya janja ili waende kupiga fedha ya tenda kule. Kwa hiyo hilo tutalifuatilia, na vikishatengenezwa hapa, Mheshimiwa Waziri, tulikubaliana tutaendelea kufuatilia kwa ukaribu ili pasiwe na hizo janja. Sawa. Naitwa Zaituni, ni mkazi mama asogee pale wa Ungindoni. Niko hapa kwa niaba na wake wenzangu wa Kigamboni. Tunaishukuru serikali ya Chama cha Mapinduzi, tunaiona utekelezaji wake, na tunaomba wale wachache ambao wanafikiri kwamba kuna mambo ambayo yanafanyika bila utaratibu, hata nyumbani kwetu hatuwezi kukamilisha. Kwa hiyo tunaomba mheshimiwa, maneno na maelekezo mnayotoa yafanyiwe ufuatiliaji, kwa sababu kuna baadhi ya jirani yangu wameenda juzi hospitali Muhimbili, walipata shida, walizungushwa kupata maiti yao. Kwa hiyo naomba ufuatiliaji ufanyike. Asante. Kama wanaweza andika jina mama tupate jina lako, tupate wale watu waliopata shida, kama tunaweza tukamjua aliyefanya hivyo ili asiende hewani tu hayo. Hebu tupate, kama una mawasiliano ya yule aliyepata shida, atutajie yule aliyempa shida. Na Watanzania wote, ukienda eneo lolote ukapata shida ya kupata huduma, iwe hospitalini au ofisi ya serikali, wewe fanya kautafiti umjue huyo ni nani. Tunataka tukomeshe hilo. Kama ni muuguzi, angalia kuna sehemu patakuwepo tu na jina, lipate kwa uhakika. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano. Kama ni ofisi ya serikali, wewe mjue huyo ni nani, huyo ambaye amefanya kiburi. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano. Kazi endelee.
Kwa majina naitwa Salma Kijogoo, ni mkazi wa Kigamboni. Mimi kero yangu kubwa ni kuhusiana na vivuko vyetu. Tunapozungumzia vivuko, sisi wana Kigamboni tuna njia 3 za kufika mjini. Njia ya kwanza ni hii hapa ya kivuko cha maji, lakini njia ya pili ni kivuko kile pale cha Darajani, na njia ya 3 ni ile ya kupitia Kongoe ndo tufike mjini. Lakini changamoto yetu sisi, njia ya kivuko cha Darajani tunaendelea kulipia mpaka hivi sasa, wakati wenzetu wa Tanzanite na wao ndo watu wa mjini wanapita Tanzanite bure, ile daraja la Tanzanite. Lakini sisi Kigamboni kwenye watu wenye hali za chini bado tunaendelea kulipia pale kivuko pale Darajani. Kiukweli hiyo na Kigamboni inatuumiza sana 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 sana. Hivyo basi kiongozi, tunaomba hekima ile ile ambayo umeitumia hapa kwenye kivuko cha maji uende ukaitumie kwenye kivuko cha daraja la Kigamboni la Mwalimu Nyerere. Asante na Mungu akubariki sana. Asante, tumeipokea. Asante sana mamangu. Mheshimiwa Waziri, tuipokee hiyo hoja. Haya, tupate nao hapa wawili watatu. Ongeeni kifupi ili muweze kuongea wengi. Tunataka watu wengine, tunataka tusiathiri wale wanaosafiri. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi kwa jina naitwa Mwarami Abdalla mwenye mvua. Na kero kama 5, moja nishafilisiwa. La kwanza, Kigamboni hatuna stendi mbadala. Tunapokaa kupakilia abiria pale ni eneo la bandari. Haya, stendi mbadala tumepokea. Twende haraka ili na wengine waongee. Nashukuru sana, hoja ya msingi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, yuko bwana wa elimu hapa. Mimi vile ni mwenyekiti wa kamati ya wazazi. Tunapiga kelele na wazazi, michango ya kuuziwa mitihani kwa wazazi imekuwa mingi. Walimu wao wanatuuzia mitihani watoto na tunachokifanya hakuna. Mtihani wa darasa 4 watoto wamefeli. Na dili hapa ya walimu. Kwa hili swala asante Mheshimiwa Waziri, chukua hilo la michango na michango ya mitihani. Tumelichukua hilo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa majina anaitwa Dr. Simba Abdul Simba, ni mkazi wa Kigamboni. Mheshimiwa, nimeshika nafasi mbalimbali. Nitasema ukweli mbele yako. Niliwahi kuwa mwenyekiti wa bodi wa chama cha kutetea haki za abiria Tanzania CHAKUA. Mimi kama mkazi wa Kigamboni, hali ya hapa kivukoni ninaielewa mwanzo mpaka mwisho. Ubadhirifu haupo kule juu, unaanza kuanzia hapa chini hapa. Nimuombe Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi achukue namba zangu mimi, nitampa ushirikiano kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu tulishafanya vikao zaidi ya 3 kwa ajili ya kupandisha nauli. Mimi niligoma pale TAMESA, nikasema mlipandisha shilingi 100 kuja 200. Lete taarifa ya mapato na matumizi kutoka 100 kuja 200. Tulipata hasara shilingi ngapi, faida shilingi ngapi, magari yamepita mangapi, abiria wangapi, pikipiki ngapi? Mheshimiwa, walishindwa kutoa majibu. Sawa, tumekupata. Peana mawasiliano moja kwa moja hapo na Mheshimiwa Waziri. Haya, mzee wetu kule nani? Sio sogee hivi. Na hapo tutakuja. Ngoja tumsikilize hapa, tutakuja na hapo. Kwa majina naitwa Rafael Masanja, mkazi wa wilaya ya Kigamboni, mtaa wa Kichangani, kata ya Pemba Mnazi. Tutulie kidogo, nimeshaona mikono. Tutatoka hapa tutakuja na huku hivi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi tuna changamoto za maeneo ya huduma za kijamii, lakini tuliwasilisha barua ya kuomba matumizi katika mtaa. Hatukufanikiwa kupata hiyo nadi, lakini ameletwa mwekezaji ambaye amepewa. Sisi kwenye maamuzi hayo ya kupewa mwekezaji, wananchi hatukushirikishwa. Sawa, Mheshimiwa mkuu wa mkoa alichukua hilo. Wewe tumsikilize mzee pale, then tuje pale. Wewe uko mbali, usogee ili upate mic. Mpe mzee hapo. Mpe ustadhi hapo. Mheshimiwa Waziri Mwigulu Nchemba,
Kwanza Mwenyezi Mungu kujalie kwa waziri mkuu wa Tanzania. Amina. Amina. Mtu wa Singida. Bila Kigamboni, lakini hapa kwa mwendo hapa unasikika, endelea. Hapa kwa kivuko sio kwa vinyanyasa, zile tiketi mabibi wanauza. Haya, nimekupata Mheshimiwa mkuu wa wilaya, peana mawasiliano pale ili msikilize vizuri. Mpe dada yule pale. Umeshashuka wewe kama umeshashuka njoo kwa huko. Mpe dada yule pale. Mrusuni aje, njoo. Wakati anakuja huko. Wakati anakuja mpe mzee wangu huyo hapo. Asante Mheshimiwa Waziri. Naitwa Eli Kitobia Mzuka. Waziri Mkuu, tunashukuru sana kuja hapa kusikiliza kero za wananchi. Tuwasikilize. Naam. Hapa kuna kero kubwa sana. Japokuwa kwamba wakupaka mafuta kuwa kwamba vivuko viko vizuri, hawa Azam sisi tunaomba hivi vivuko vilivyoharibika vije haraka. Hawa Azam wanatunyanyasa kwanza. Awali walikuja kama wawekezaji wazuri wanaohudumia abiria. Sasa hivi wamegeuka kuwa mwiba. Mheshimiwa, umesema kwamba muuza samaki wa Kigamboni, sisi wauza samaki, unatoka kule unakata shilingi 500 ili uwai. Boti linakuja la Azam linakuacha kule, linarudi huku bila abiria. Unahoji kwa nini hii kitu kipo? Unaambiwa huna mamlaka ya kuhoji. Mheshimiwa, ni kero kubwa sana. Alafu hapa kero nyingine, kuna hao ambao wamepanga hapo, hao ambao wakata tiketi yao. Hii network ya serikali ya wakata tiketi inaweza ikakosa, wao wakawa nayo, sisi wanatupiga hela. Ukipeleka hapo wanakuwa wengi, wanachukua hela zetu, huku kumefungwa. Mheshimiwa, hii ni kero kubwa sana, wasikupake mafuta gongo chupa. Asante sana mkuu wa mkoa, izingatie hiyo ya mahusiano. Mheshimiwa Waziri, hii ya network ya serikali inakuwa haipo, alafu ya Azam ipo, fuatilie hizo hujuma. Yes. Assalamu alaikum. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi ninakuomba, ni mkazi wa Pemba Mnazi, na nilivyoona leo upo hapa nikaona nisubiri muda wangu ili nipate nafasi hii ya kuzungumza na wewe. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakuomba, sisi wakazi wa Pemba Mnazi, kero yetu kubwa, tukivuka hapa, tukifika pale stendi ya kuelekea nyumbani kwetu, tunakaa kwa muda mrefu kwa sababu barabara yetu ni chafu na magari yetu yanayokwenda Pemba Mnazi ni mabovu. Hakuna magari yaliyokuwa salama. Tukija hapa sisi ni wachafu na tukifika nyumbani ni wachafu. Kwa hiyo tunakuomba Mheshimiwa Waziri Mkuu, ufikishe salamu zetu kwa Mheshimiwa Rais ili barabara ya kutoka Victown kuelekea Pemba Mnazi nasi tuwekewe lami. Hicho ndio kilio chetu kikuu wana Pemba Mnazi. Asante sana. Wajifya. Iko TANROADS, iko TARURA. Iko TANROADS. Basi Mheshimiwa Waziri, ichukue wazo la mdau kuhusu hiyo barabara. Yes, mamangu. Shikamoo Mheshimiwa. Marahaba, jambo. Jambo. Naitwa Daines Emmanuel Nibuma. Mimi nina jambo binafsi. Mimi ni mjane, niliachwa na mume wangu toka nikiwa na miaka 28. Ina maana ni miaka 3 imepita sasa. Sasa shida yangu, nimeshazunguka mahakama baadhi. Nimeenda mahakama ya hapo ya Kigamboni, nikaelekezwa niende dawati la jinsia sababu kulikuwa kuna mambo mengi. Nilipotoka pale nikaelekezwa, kipindi hicho mjamzito, niliachwa na mimba ya miezi 4 ya mwanangu wa 3. Nikaelekezwa niende Temeke. Nikaenda, nilipofika pale nikaongea, maana siku ya 40 ya msiba wa mume wangu nililetewa mtoto wa nje ambaye ni kweli nilishawahi kumsikia na sijawahi kumkataa. Hata siku ya 40 sikumkataa kwa sababu nilijua huenda ni kweli. Sikumkataa. Sasa nilipofika pale, baada ya kueleza shida yangu, wakaniambia siwezi kusaidiwa chochote, nimtafute yule mtoto wa nje. Sijui yule mtoto yuko wapi. Maana tulionana kwenye 40 na toka pale nilichukua mawasiliano na yule mama, japo tulikuwa tuna ugomvi, lakini siku ile tukaelewana, nikachukua mawasiliano yake, sikumpata kwenye simu na mimi simu nikawa nimepoteza. Ndugu wa mume wangu walifuatilia cheti cha kifo cha mume wangu Lita. Wao wakakipata. Mimi nimenyimwa mpaka leo sijapewa. Nimeachwa na mtoto mmoja, alikuwa anatoka la 4 kuja la 5,
Saizi ameingia form 1, mwakani anaingia form 2. Na mwingine mwakani anaingia la 7. Na hiyo mimba mwanangu yuko mwana miaka 3. Sasa shida yangu, nina wasiwasi hata ikitokea nikafa sasa hivi, wanangu hata kile kitu kidogo alichotuachia mume wangu, ni nyumba ni ndogo, ina maana ulisi ni watoto wangu. Lakini ninachoogopa mheshimiwa, ninaweza leo nikafa, wanangu watachukuliwa upande wa kule wa mume wangu, watakosa haki kwa sababu shida yao ilikuwa ni kuuza lile eneo, majirani ndio walionisaidia. Kwa hiyo ninakuomba mheshimiwa, ikibidi unikutanishe na mtu yeyote ili niweze kusaidiwa, hata isiandikwe jina langu mimi, lakini waandike watoto, ili hata nikifa sasa hivi nisiwe na mashaka, maana ndio kitu kinachonitisha mheshimiwa. Asante na kuombea uishi usife, lakini peana namba hapo na msaidizi wangu, tutakuunganisha na wahusika ili uweze kupata nyaraka zinazostahili. Peana mawasiliano na uchukue mawasiliano yake. Mpe mzee aliye karibu nawe hapo. Mkuu, nashukuru sana kwa kweli kukuona, hata huko Dodoma sitakuona tena. Kwa kweli shida yetu huko Mbutu Kichangani, mimi naitwa Ramadhani Hemedi Mbuguni, shina namba 3 mjumbe. Huko tunakokaa Kichangani kama tunakaa polini, na vigogo barabara hamna, mabasi hamna, tuna shida sana. Pikipiki utaloga pikipiki basi na 3,000 4,000. Je, sisi tutaishi vipi? Bwana Waziri Mkuu, na kushukuru, siku tu sahau utembelee kule, utaona gari itapopita kwenye mashimo, utashukuru sana. Kwa hiyo nakuomba Waziri Mkuu, baba huko utufikirie ili tuwe wa binadamu wenye roho nzuri kwa wewe. Asante sana Waziri Mkuu. Asante Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, la kwako hilo la huko hicho kijiji alichokitaja. Mpe jirani aliyeko hapo pembeni, tumalizie ili tuwaruhusu wanaotumia lango ili kuingia. Na wasalimu kwa Jamhuri ya Muungano. Kazi iendelee. Jina langu Kitwana Ali Mgaya. Tuna kero yetu, tunaona barabara mradi wa DP World kutoka Kibada kuelekea Tundusongani, ambayo Tundusongani ni kata ya Pemba Mnazi. Lakini kwenye mtaa wa Tundusongani ambazo nyumba zetu zipo tangu 74, ambazo zipo pembezoni mwa barabara kwenye zile hifadhi za barabara. Lakini mpaka sasa hivi ujenzi upo Kisarawe tu kuelekea Mwasonga, lakini hatujajua juu ya fidia za zile nyumba tangu 74. Zipo pale, wazazi wetu wameziacha. Hilo la kwanza. La pili, tuna eneo kule la Amadole ambalo limepimwa viwanda, lakini mpaka sasa hivi hata kiwanda kimoja hatuna. Alafu la tatu, nataka nimpongeze waziri wa ujenzi Bwana Ulega, sababu kata Pemba Mnazi tunaungana na wilaya ya Mkulanga. Tunamuomba Ulega, waziri wa ujenzi, ile barabara ambayo inatengenezwa sasa hivi ishie pale Morogoro, ishie mpaka kinachounganisha ule mkoa kati mkoa wa Dar es Salaam pamoja na mkoa wa Pwani, ambayo wilaya ya Mkulanga. Tumepakana na wilaya ya Mkulanga na wilaya ya Shungubweni. Kwa hivyo ile barabara unaitengeneza mwisho Morogoro, lakini kutoka pale Morogoro kwenda Tundusongani kama kilomita 10. Kwa tunataka ili tuunganishe ni wepesi kuja Mbagala hapa kufanya mahitaji yetu. Haya, peana mawasiliano ili apate vizuri viunga hivyo ulivyovitaja. Hapa tumeshapata kwa uwakilishi. Zunguka huko. Wazunguke wawili hapo tumalize, na yule mama sogea hapo tumalize. Mpe huyo, wakati huyo mama anasogea, mpe huyo hapo. Mpe huyo mkononi. Mpe huyo tumalize upande huo, na yule mama azunguke tumalize. Baba, ndugu Mheshimiwa Waziri, tunashukuru kwa kutembelea mahali hapa kuangalia changamoto ya hapa Kigamboni kwa habari ya kivuko. Tunashukuru umezungumzia kwa habari ya kurekebisha, sawa. Lakini hapa pembeni yako, mimi hapa ni mkazi wa hapa, ni mwanafunzi wa chuo cha Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Chuo kimebeba jina kubwa la mwalimu wetu ambaye amekienzi, alikianzisha, lakini
huduma zao nimefurahi kweli, ni nzuri. Pale tunaendelea kusoma, lakini changamoto yetu hapo tunaomba mfikishie Mheshimiwa Rais upande wa venue. Kiukweli tunapishana, venue ni chache, wanafunzi ni wengi. Utakuta wakati mwingine tunajifunza, wengine wanakaa nje. Ni huduma zao ni nzuri, lakini tunaomba, kuna ujenzi pale unaendelea. Tunaomba serikali mkamilishe mapema ili wanafunzi tupate huduma nzuri. Kwa kweli nimefurahi sana kukutana na waziri mkuu. Kwa kweli tufikishie salamu si kama wanafunzi wa chuo kikuu. Asante na wewe uandike mawasiliano yako. Nitakuja mwenyewe kutembelea nijionee shughuli inavyoendelea hapo. Nitakuja. Haya, tumalizie hapo waliokuja hapo wawili, tumalizie na ile mama yuko wapi? Haya, wapatia hao tumalizie, tuwaruhusu watu watumie mageti haya, tumeziba hapo. Mheshimiwa, mimi naitwa ndugu Mohamed Maganga. Ni dokta, ni mtaalamu wa X-ray. Nilifukuzwa kazi kule mkoa wa Lindi, wilaya ya Nachingwea mwaka 1998. Baada ya viongozi wale, nikiwa katibu wa chama cha wafanyakazi, kujisifu kuiba fedha za umma. Nikaandika barua kwa mkuu wa mkoa kumjulisha kwamba viongozi wamejisifu kuiba fedha za umma. Nikapeleka nakala kwa RPC Lindi na nakala afisa usalama wa mkoa. Baada ya pale nikapewa agizo kwamba mimi nikamatwe, kwamba nimewakashifu wale viongozi. Nilipokamatwa kule polisi, nikagundua faili la kesi la wizi wa wale viongozi, mabilioni ya fedha ambao hawakupelekwa mahakamani. Baada ya kugundua pale, wakatengeneza mbinu ya kunifukuza kazi toka na 98. Nikafuatilia, nikapeleka barua tume ya uchunguzi ofisi ya rais. Baadaye nikaonana na Rais Benjamin Mkapa, akasema nirudishwe kazini, hawakutekeleza lile agizo. Na waziri wa afya Aaron Chiduo naye akasema nirudishwe kazini, hawakutekeleza. Nikaendelea, tume zao wamechunguza hadi leo mimi sijarudishwa kazini na mafao yangu sijapata. Kwa hiyo naomba mheshimiwa, andika namba yako na majina, peana na katibu wangu ili tupate hizo nyaraka ili kuweza kurahisisha namna ya kulifuatilia. Haya, tumalizie. Shikamoo yako. Kwa majina anaitwa Rashid Mfaume Mkoya, ni mwenyekiti wa Machinga mtaa wa Feri. Sisi changamoto yetu mheshimiwa ni eneo la kufanyia biashara. Nikiwa kama mwenyekiti nakiri kweli kufanya biashara ndogo mtaa wa Feri, tunafanya biashara zetu katika maeneo ambayo sio sahihi kabisa. Na hiki kilio tushawasilisha sana katika ngazi ya mkuu wa wilaya, katika wilaya zote zilizopita, wakuu wa wilaya wote waliopita, lakini mpaka leo changamoto hii haijatatuliwa. Hapa Feri kuna halmashauri ambao kuna soko linaendelea katika masuala matunda na mboga. Ile eneo si tumeomba litanuliwe ili na sisi wafanya biashara ndogo tutoke katika maeneo hatarishi tuingie katika lile eneo ili maeneo na sisi tuweze kufanya biashara katika hali ya usalama na ustawi mzuri. Na hii tumeomba huu mwaka zaidi, yani ni miaka mingi tokea tunalilia kilio. Na kilio hiki tunakiomba kutokana na jiografia ya Feri, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Yani Feri kumtoa mfanyabiashara ndogo kumpeleka nje ya hapa Feri inakuwa ni changamoto. Ukimtoa hapo kimpeleka sehemu yote kuna uwezekano wa kurudi tu, kwa sababu hapa ndipo ni makutano ya watu wote. Kilio chetu tunaomba soko mitaa Feri, na kabla soko lijakamilika kuna eneo ambalo zamani lilikuwa linatumika kwa dharura, sasa hivi limetolewa, limewekwa tu kama garden ambayo wala haishughulikiwi kwa kawaida. Kwa hiyo tunaomba lile eneo sasa hivi tutoke barabarani tuingie katika lile eneo la Mwalimu Nyerere pembezoni ili tuondoke katika maeneo hatarishi. Swala hili tulimwambia Mheshimiwa DC tarehe 25 tulipofanya naye na kikao cha mipango ya wafanyabiashara, lakini mpaka leo majibu hatujapata, na tarehe 20 alituambia atatupa majibu. Cha kushangaza, lile eneo juzi limekarabatiwa, ile fence ambayo katika wameweza sasa hivi kuisimamisha tena na eneo limesafishwa. Kwa lugha nyingine kwamba lile eneo ambalo tuliomba kwa sasa hivi kwa dharura hatuwezi kupewa tena. Tunaomba tusaidie tutoke barabarani na tuingie pale ambapo zamani palikuwa stendi Mwalimu Nyerere. Asante sana. Mkuu wa mkoa, tengeneza utaratibu, mtembelee mapendekezo ya maeneo hayo yanayotaka kuyaweka, na kwenye lile wazo tulilosema serikali itatengeneza masoko mapya ya vijana, yatembeleeni hayo myaone mapendekezo yao, ili tutakapoanza utekelezaji huo tuweze kujenga masoko haya ya vijana wanaofanya biashara ndogo pembezoni mwa maeneo
wanakopatikana wateja wa bidhaa hizo. Kwa hiyo peana, wewe kiongozi wao, peana mawasiliano, mkuu wa mkoa na mkuu wa wilaya watawatembelea, then serikali itaenda kwenye utekelezaji wake. Tumalizie na huyo hapa. Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi nijitambulishi kwako, ni mwenyekiti wa madereva na makondakta kata ya Vijibweni. Mheshimiwa, kwenye kata ya Vijibweni kuna changamoto mbalimbali ambazo zinatokea. Vijibweni Mheshimiwa, tuna makundi mawili ya utupaji huduma, daladala pamoja na bajaji. Mheshimiwa, makundi hayo yameingia vita, kila siku ni kupigana, kila siku ni kuumizana, kila siku ni kutoana damu. Mheshimiwa, tumechukua hatua za kwenda kwa mwenyekiti wa serikali za mtaa, tukamweleza kwamba tunaumizana, watu wanaharibiana vyombo, watu wanavunjana mikono. Mheshimiwa, baada ya kwenda serikali za mtaa wakatupa barua kwenda kwa mtendaji kata. Tumeenda mtendaji kata, hatukupata suluhu. Tukaenda polisi kata, hatujapata suluhu. Mheshimiwa, tukaandika barua kwa mkurugenzi, tumemwandikia mkurugenzi, akaja na mheshimiwa mkuu wa wilaya, wakaja akatembelea maeneo yetu, wakatupa na barua za kusema sehemu hii hapa haistahili kuwa na kituo cha bajaji. Mheshimiwa, sisi watu wa daladala tunabeba wanafunzi, gari zetu zimekuwa sisi ni gari za shule. Hatubebi watu wazima kwa sababu watu wazima wanachagua, wana option ya kupanda kwenye chombo wakiwa watatu kwenye gari. Mheshimiwa, wakiwa watatu kwenye bajaji wanapakiwa kwa bei ya 500. Mheshimiwa, sisi kazi yetu ni kubeba wanafunzi. Tumekuwa tunaumizana. Ombi lenu ni nini? Ombi lenu ni nini? Tumeandikiwa barua hapa na ofisi ya mkuu wa wilaya ambayo imetoa maelekezo kwa jeshi la polisi kwa ajili ya kusimamia maeneo hayo ili maugomvi yasitokee. Sasa hivi kile kituo kimevamiwa tena na watu wa bajaji, na kimekuwa ni kituo chao, wanatoa huduma na ndio kituo cha daladala. Sasa watu wa daladala wanategemea wakatoa huduma pale pale. Sasa watakapoenda watu wa daladala, tunaenda kutoa tena fujo ya kuendelea kuumizana. Mheshimiwa, ninazo barua hapa ambazo zimetoka kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya na ofisi ya mkurugenzi. Sawa, sasa wewe hapo na wale viongozi wa hivyo vikundi vingine vya kutoa huduma, kesho Krismasi tarehe 27 mkutane pale ili mwalaini nani wafanyie wapi, nani wafanyie wapi. Kwa hiyo mkuu wa wilaya waalike, wewe ni kiongozi wa upande wa daladala. Wewe nani? Wewe ni upande wa daladala. Wewe ni kiongozi upande wa daladala. Sasa na upande wa bajaji yawepo, na upande wa pikipiki yawepo. Watu wa huduma wengine ni nani? Ni hao. Nendeni mkae hilo mlimalize ili mkubaliane nani kundi gani wapaki wapi, kundi gani wapaki wapi. Msigombane kwa sababu wote tunataka watu wapate shughuli. Si ni sawa ndugu yangu? Basi mje muende uongozi, mkishamaliza mkae na makundi yenu. Nilimleta huyo hapa. Yule pale, yes. Tumalizie na yule pale. Mridhie tumalizie na huyu ili haya mageti tuyafungulie haya. Tumefunga mageti hapa. Asante. Tuyafunge mageti. Wewe pita huko kwa msaidizi wangu. Wewe pita hapo, wengine mpate kwa msaidizi wangu. Asante. Kwa majina naitwa Joseph Mwayaya. Mwacheni asikilizwe na msaidizi wangu hapo, mzee. Nashukuru sana mheshimiwa. Na ile mama pale asikilizwe na msaidizi wangu hapo, tumalize. Asante. Kwa majina naitwa Joseph Mwayaya. Kwanza tunashukuru sana Waziri Mkuu, angalau leo Kigamboni tumepata sauti ya matumaini kutoka kwako. Mimi nimekuja mbele zako nina mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza, tunatambua kwamba Tanzania inategemea bandari kama lango kuu la mapato. Hivyo tunaheshimu na kuthamini hicho. Ila kwa hivi karibuni kumekuwa kuna msongamano mkubwa sana wa malori katika njia ya kuja Kigamboni, na kwa bahati mbaya sana pantoni zetu hapa hazibebi magari. Hivyo tunajikuta tunatumia muda mrefu sana kuweza kufika Kigamboni na tunakwama kiasi kikubwa. Ombi letu kwenu, tunatambua kwamba kwa sababu pale kuna mapato mengi ya serikali, basi tutafute namna nzuri ya kuweza kuhudumia yale malori ili na sisi tuweze kufika nyumbani bila kikwazo. Hilo ni la kwanza. Lakini jambo la pili, mimi natokea mtaa wa Dege. Tulikuwa tuna changamoto ya maeneo ya wazi kwa ajili ya huduma za kijamii, na tuliomba kwenye mkutano wa wananchi kwa mkuu wa wilaya aliyemaliza muda wake, Mheshimiwa Halima Bulembo, akatupatia eneo kwa ajili ya ujenzi wa shule. Lakini tunashangaa mpaka tunazungumza na wewe sasa hivi kwenye eneo hilo limetolewa kutoka kwenye eneo la umma, limepewa kwa mtu binafsi kinyume cha utaratibu, na mtu huyo binafsi tayari ameshauza kwa mtu mwingine na limegawiwa vipande. Mpaka ninazungumza hapa kuna hema liko pale wanagawa viwanja, na wengine wananunua viwanja pale wanataka kujenga night club. Pembeni kuna shule ya sekondari, tulitaka kuweka shule ya msingi.
na tumekwama. Tunajaribu kupiga hatua na tunakwama mpaka sasa hivi. Asante sana. Kabla hujaenda mbali, peana mawasiliano na mkuu wa mkoa. Alifuatilia hilo Mheshimiwa mkuu wa mkoa kwamba hilo eneo ni la shule, limegawiwa kwa mtu mwingine na yule mtu mwingine kauza. Peana mawasiliano, nenda kalifuatilie, lisimamishe haraka ili mpaka ukweli ujulikane kwenye hilo. Haya, mpeni huyo mama tumalizie. Mpeni huyo mama tumalizie. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Kwa majina naitwa Daila Waziri, ni balozi wa shina nakaa Vijiweni. Na kuomba Mheshimiwa Makamu wa Rais, Mheshimiwa Waziri Mkuu, na kuomba, sisi tuna changamoto Vijibweni, tumezungukwa na kampuni nyingi, lakini vijana wetu wanatuma hata maombi kwenye hizo kampuni, hawafanikiwi kupata hizo ajira. Tunakuomba Mheshimiwa tusaidie kwa hilo. Ya, asante, tumepokea hilo. Lile la barabara na maroli, Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi na Waziri wa Uchukuzi, lipokeni, mtafute njia mbadala ya kuweza kutafutia suluhisho lake. Yule mama pale tumalizie, yule mwenye miwani hiyo. Kifupi. Assalamu alaikum. Kwa majina naitwa Salama, natokea Kigamboni. Kero yangu na watu wa Sunrise Beach. Sisi tulikaa pale toka enzi ya mkoloni, baba yetu akafariki, mama yangu akafungua mirasi katika mahakama ya mwanzo Kigamboni, ila mama yangu amefariki 2021. Mimi kaka yangu ikabidi aanze kuifuatilia ile kesi. Kesi kapelekwa mahakama ya ardhi mwaka jana mwezi wa 3, tumepewa mrejesho kwamba turudi kule Sunrise, ila mpaka sasa yule wakili alofuatilia ile kesi hatujui kinachoendelea. Tupo nyumbani, hatuna mahala pa kuishi. Mheshimiwa Waziri, naomba utusaidie swala hilo, asante. Msaidizi wangu, chukua mawasiliano, usiende mbali, ngoja kwanza wachukue mawasiliano yako. Mpeni huyo mama tumalizie hapo. Wasalamu alaikum. Wasalamu alaikum. Ndugu Mheshimiwa Waziri Mkuu, nashukuru sana kwa kuweza kufika leo katika wilaya yetu ya Kigamboni. Mimi na kero moja na tatizo moja. Niliwahi kupata matatizo ya kuvamiwa ndani ya eneo langu. Nimeshasaidiwa na Makonda, alishatuma wakuu wa wilaya, nimesaidiwa na Makala, lakini bado ile tatizo limekuwa sugu mpaka sasa hivi. Huyo mtu sina jinsi ya kutoka. Lingine, njia miundombinu zimejengwa, watu wamebloku, hata kama ajali imetokea fire haiwezi kutoka. Niko hapa Vijibweni kwa majina, naomba msaada mkubwa, maana sijui huyo ni nani ambaye ameshindikana hata uongozi huo wote huo. Andika mawasiliano yako pale ili tuweze kutuma watu. Andika pale kwa wasaidizi wangu pale. Mpe yule mama, katoka mbali sana wewe. Kwanza faza, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam Sheikh. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nawe. Baba, kwanza mimi dukuduku langu, mimi mwana sarakasi. Baba, kila siku naonewa huko ndani. Na katika sarakasi zangu ndio kibarua kinachonilipa mimi, na ndio michezo yangu inanilipa mimi. Lakini baba, watenda kazi wako wananionea vibaya. Haya, nimekupata na wewe, peana mawasiliano na msaidizi wangu. Hebu tumsikilize huyo mama wa mwisho huyo.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumsifu Yesu Kristo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi ni mama mmoja naitwa Selina Charles Kabuta, ni mstaafu. Bahati mbaya niliumia, nimejiunga na taasisi inaitwa Bima Mkononi. Mkataba unasema kwamba ukiumia au umeumia mwenyewe au umeumia kupitia vyombo, basi kuna utaratibu unaofanyika unapopata huduma. Pale ulipopata huduma unatakiwa urudishiwe baadhi ya malipo. Mimi niliumia mwenyewe Mei, nikalazwa Muhimbili, nikapasuliwa, nikawekwa chuma. Baada ya kuwekwa chuma nilikuwa nimeumia vibaya. Nilivyowafuata wenyewe wahusika Bima Mkononi, wakaanza kunielekeza, mama ilikuwaje, nikawaelekeza utaratibu ulivyokuwa. Wakasema basi jitahidi uweke viambatanisho vyako vyote, halafu sisi tutafanya utaratibu, tutakulipa. Mheshimiwa, tangu tupe namba yako na jina lako na wale watu ambao walitakiwa wafanye hilo, tutawafuatilia. Sasa la mwisho, mkuu wa wilaya alishaanza kupita maeneo kwa maeneo kama ambavyo tumeambiwa hapo. Kuna maeneo alishapita. Ni waombe wale wengine ambao bado wanahoja, mkuu wa wilaya atakuja kwenye kata yenu. Mmeona kwa wale wa daladala alishafika, kwa wale wa wapi pale kwenye kata gani ile nyingine, yule kijana alipokuja alishafika. Kwa hiyo atakuja kwenye kata zenu, na atakapokuwa amekuja mimi nitapata hizo taarifa kwa yale ambayo yatakuwa yameshindikana. Kwa hiyo baada ya sherehe hizi mkuu wa wilaya atakuja. Asanteni sana, tunawashukuru sana. Tamtuma kijana wangu.